Uhali gani mtazamaji mpendwa wa Jugo Media, Injili kiganjani mwako. Mnamo tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 iliripotiwa ajali ya gari aina ya Icha ambayo ilitokea maeneo ya Manyoni, Jimbo Katoliki la Singida. Ndani ya gari hilo kulikuwa na wanakwaya wa kwaya ya Damu Takatifu ya Yesu, parokia ya Yohane Mtume na Mwinjili, Tegeta, Jimbo Katoliki Bagamoyo. Sasa hapa tunaye dada Rufina ya Gaza, solo artist na mwimbaji wa muziki mtakatifu nchini Tanzania, ambaye alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa katika ajali hiyo iliyotokea maeneo hayo ya Manyoni, na ni miongoni mwa watu 8 ambao waliumia zaidi kuliko wale wengine. Tupo naye hapa, anaendelea vizuri kupatia matibabu na yuko nyumbani. Jugo Media tumefika hapa kupiga naye story, atuelezeni kwa namna gani ajali ilitokea na baada ya ajali ni nini ambacho kiliendelea. Mimi ni Peter Kisoki, karibu ungane pamoja nami katika mahojiano haya moja kwa moja kutoka hapa parokia ya Yohane Paulo wa Pili Ununio, Jimbo Katoliki la Bagamoyo. Naam, dada, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kwa faida ya mtazamaji tukufahamu zaidi jina lako kabla tujaendelea na stories zingine za nini kilitokea katika ajali. Mimi naitwa Rufina Adolf ya Gaza. Karibu tuelezee Rufina, tulipata taarifa kwamba mlipata ajali ya gari wakati wa safari ya uinjilishaji kuelekea Manyoni, na wewe ulikuwa miongoni mwa watu ambao waliripotiwa kuumia zaidi, watu 8 ambao waliripotiwa kuumia zaidi katika ajali ile. Labda tueleze safari yenu ilianzia wapi na nini ambacho kilitokea mpaka ajali inatokea pale Manyoni. Sisi tulianza safari yetu tarehe 2 ya mwezi wa 7 saa alfajiri kuelekea SGR. Tuliondoka hapa na treni mpaka Dodoma. Tulipofika Dodoma tulipumzika hapo, tulipata chakula cha mchana hapo na cha usiku pia tulipata chakula hapo, baadaye tukaenda kupumzika. Tarehe 3 saa 10 au saa 9 hivi tuliamka kujiandaa kwa ajili ya kuelekea Manyoni sasa kwenye hizo sherehe. So tarehe 3 saa 10 ndo tulitoka Dodoma kuelekea Manyoni. Lakini kwa bahati mbaya au kwa makusudi yake Mungu, kabla hatujafika Manyoni kwenye sherehe ndo tulipata ajali. Ilikuwa ni umbali kiasi gani kuelekea eneo ambalo ninyi mlikuwa mnaenda kuinjilisha? Zilikuwa zimebaki kama kilomita 5-6 hapo, kwa ni mbali sana, ndo tulipata ajali. Labda kwa faida ya mtazamaji utueleze mazingira ya ajali yalikuwaje? Mazingira ya ajali, mimi nilikuwa nimelala, lakini kwa nilivyoambiwa na mazingira pia nilivyoona baada ya kuanguka hapo, dereva alikuwa na overtake, akakutana tena mbele na gari nyingine ina overtake. Kwa hiyo nadhani aliepuka kugongana uso kwa uso na ile gari nyingine, ndo tukaangukia darajani. Aisee, poleni sana. Labda baada ya ajali kutokea, taarifa za awali zilionyesha kwamba hakuna kifo chochote, lakini hali zenu zilikuwaje kama wanakwaya baada ya ajali kutokea? Baada ya ajali kutokea, kwa kweli hali haikuwa nzuri, kwa sababu kwanza tulichelewa kupata msaada kidogo. Yaani baada ya ajali tulikaa muda kidogo pale mpaka tulivyokuja kusaidiwa. Na hakuna kifo chochote kilichotokea, isipokuwa wanakwaya wengi nikiwemo na mimi nilikuwa siwezi kutembea kabisa, nilikuwa ni wa kubebwa. Nilikuwa siwezi kutembea kabisa. Hali haikuwa nzuri kwa sababu watu wengi waliumia. Ukiachana nao 8, wengine alikuwa labda amechubuka sehemu, mwingine watu wengi waliumia. Labda baada ya ajali kutokea kuna msaada wa haraka ambao mlipata ili kuweza walau kuwaokoa hata wale ambao walikuwa na hali mbaya zaidi ukiwemo wewe? Tunamshukuru Mungu, baada ya ajali kutokea nadhani watu wakawasiliana na wale kule ambao walikuwa kwenye sherehe tayari. Ulikuja usafiri mbalimbali zikiwemo ambulance kutokea hospitali. Wale wenye hali mbaya tukawekwa kwenye ambulance kuelekea hospitali ya Manyoni, nikiwepo mimi. Mimi nilikuwa naongea, lakini nilikuwa siwezi kukaa wala kusimama, lakini nilikuwa naongea vizuri. Tulipelekwa Manyoni, tulivyofikishwa Manyoni
tukafanyiwa x-ray kwa wale ambao tulikuwa tumeumia sana, ikaonekana tumeumia sana, kwa pale hatuwezi tukapata matibabu, tukapewa rufaa kuelekea hospitali ya Benjamin. Okay, poleni sana. Labda wale watu ambao ninyi mlikuwa mnaenda kwao kwa ajili ya kuinjilisha, wale wenyeji wenu, labda ushirikiano wao ulikuwa ni upi baada ya ajali kutokea? Baada ya ajali, kabla mimi sijapelekwa kwenye ambulance kuelekea hospitali ya Benjamin, kwa kweli nilipata faraja kwa sababu niliona mapadri wengi, waumini mbalimbali walikuja kule emergency room kutuangalia, kutuombea, lakini pia wote tulioumia tulipakwa mafuta ya wagonjwa mpako mtakatifu, kwamba lolote likitokea walau muweze kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu mwefikie. Ndio. Ushirikiano ulikuwa ni mzuri. Kwa pale Manyoni walikuja kutuona, mapadri walituombea. Kwa wale ambao tunaelekea Benjamin tulipata faraja. Aisee, poleni sana. Tukumbuke kwamba safari yenu ilikuwa na safari ya uinjilishaji kuelekea Manyoni. Na taarifa zilionyesha kwamba watu 8 ndio ambao waliumia zaidi katika ile ajali, na tukumbuke kwamba mlikuwa wengi kwenye ile gari kama wanakwaya. Labda wale wengine ambao walikuwa wanaendelea vizuri, pengine safari iliendelea kwamba wakatimiza ile lengo la uinjilishaji, au safari ndio ilikuwa imeishia pale baada ya ajali kutokea? Kwa kweli safari iliishia pale, safari haikuendelea kwa sababu hata hao ambao walikuwa na hali nzuri au hawakuumia sana, kila mtu alikuwa anaugulia kivyake. Unajua ukishachubuka damu ikatoka, kufanya tena utume inakuwa ni changamoto. Kwa sijui, lakini sidhani kama safari iliendelea, hawakwenda tena. Wale watu 8 ambao waliumia zaidi kati ya watu wengi ambao mlikuwa kwenye lile gari katika safari yenu ya uinjilishaji, labda mpaka sasa, tukianzia na wewe, maendeleo yako na kwa taarifa ambazo unapata kwa hao wengine ambao wanapatiwa matibabu sehemu nyingine, maendeleo yao ni gani? Katika hao watu 8, watu 7 nikiwemo na mimi tunaendelea vizuri na wote tuko nyumbani. Yani tunapatia matibabu tukiwa nyumbani, kama ni mazoezi unafanyia ukiwa nyumbani, lakini ni mmoja tu ndo amebaki yuko Moi, anaendelea na matibabu. Baada ya kutoka pale Manyoni kupelekwa Benjamin, kupatiwa huduma walau zile za awali, tafakari yako wewe moyoni mwako, baada ya lile jambo kutokea, sasa umedondoka na nini pale, unaona kutembea siwezi na umeletwa hospitali pale, nini safari ya uinjilishaji, moyoni mwako ulikuwa unawaza nini? Kwa kweli haikuwa rahisi. Kwanza mimi nilikuwa na matumaini kwamba sijaumia. Yani wakati napelekwa Benjamin mimi nilikuwa nasema nikifika wakinifunga tu nitakaa vizuri. Lakini tulivyofika hospitali nikafungwa kitu fulani hivi, then daktari akaniambia yani usisubutu kujaribu kukaa. Ukikaa tu nimeisha habari yako. Kwa kweli kiubinadamu haikuwa rahisi kulipokea. Kwamba usikae, yani lala tu, tulia, usikae, usisubutu kukaa. Ukikaa tu mfupa unaweza ukaachia na vitu vingi. Kwa kweli kiubinadamu nilishindwa. Haikuwa rahisi kulipokea. Tafakari tu ilikuwa ni mbaya, yani sikuwa na tafakari nzuri. Ripoti ya madaktari baada ya kupelekwa pale walisema ni nini zaidi ambacho kimeathirika kwenye mwili wako baada ya ajali ile kutokea? Baada ya kufanya CT scan, ripoti ya madaktari ilikuja nimevunjika sehemu ya kiuno. Kuna mfupa umevunjika ambao uko karibu na nyonga, umevunjika. Kwa hiyo sitaweza kukaa, wala walikuwa wamesema sitaweza kukaa wala kusimama kwa muda kadhaa. Walikwambia pengine ni kwa muda gani ambao utachukua ili wewe kuweza kukaa sawa? Mwanzo madaktari walikuwa wameshauri kwamba nisifanywe upasuaji ili mfupa ujirudi wenyewe taratibu. Kwa hiyo ilinibidi nilale wiki 6 mpaka 8 nikiwa nimelala tu, nisikae. Walikuwa wameshauri hivyo mwanzo. Na
iliendelea, msimamo uliendelea kuwa huo au baadaye walibadilisha kwamba upatiwe matibabu mengine? Msimamo haukuendelea kuwa huo kwa sababu nilikuwa nina maumivu makali saa nyingine mpaka nashindwa kupumua. Kwa hiyo wadau mbalimbali na madaktari pale naona wakashauriana wakasema hapana, inabidi apatiwe matibabu mengine ambayo ni upasuaji, mfupa uwekwe sawa, then tuone nini kinafuata. Hiyo ripoti nilikuwa ni ya hospitali ya Benjamin Dodoma. Na upasuaji huo ulifanywa? Nilifanywa, lakini sikufanywa hospitali ya Benjamin. Nimefanywa hospitali ya Kitengule hapa Dar es Salaam. Tufahamu sasa hali yako kwa sasa unaendeleaje baada ya matibabu yote hayo mpaka kufikia sasa, hali yako ikoje? Kwa kweli namshukuru Mungu, sikutarajia. Siku ya kwanza kabisa nimesimama, kila mtu udini alikuwa anashangaa. Kwa sababu sikuwa na hali nzuri. Nimekuwa tu mtu mwenye matumaini, nilikuwa na tabasamu na nini, lakini hali nilikuwa napitia nilikuwa najua mwenyewe sikuwa na hali nzuri kabisa. Kwa sasa naendelea vizuri, kama mnavyoona naweza nikakaa, endapo sio muda mrefu sana, lakini nastahimili kukaa. Naweza nikakaa, nasimama, natembea endapo natumia magongo. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu wiki 6 zilikuwa bado hazijatimia, lakini naendelea vizuri. Ripoti ya awali ya madaktari au taarifa awali ambayo tulipata ni kwamba Rufina hawezi kutembea wala hawezi kusimama. Yeye ni mtu wa kulala tu. Lakini sasa hivi tumekutembelea hapa, tumeona walau unatembea na magongo kidogo, unaweka mguu chini, unazidi kuimarika. Ulitegemea labda kwa kipindi hiki ambacho umekuwa ndani au unapatiwa matibabu kwamba kwa muda huu utaweza kuwa katika hali ulionayo sasa? Kuna wakati mimi nilikata tamaa. Nilikuwa nauguzwa na rafiki yangu na mama yangu pia. Kuna muda nilimwambia mama, basi nimesha, liwalo na liwe. Nikisimama haya, nisiposimama sawa. Lakini kuna siku father mmoja alikuja kunitembelea, akanipa neno la faraja. Basi nikajiambia, kwanza nikasema mimi bado ni binti mdogo, lakini pia mimi ni mrembo sana. Ila mrembo. Nikajisemea kwamba mimi ni mrembo sana. Mungu hawezi kuacha nitembelee magongo. Mungu hawezi kuacha nilale tu hapa. Wakati ni binti mrembo. Lakini pia Mungu bado ana makusudi na mimi. Watu bado wanataka niwaimbie. Kwa nini nilale? Kaambia Mungu lazima nitasimama, lazima nitakaa, lazima nitatabasamu siku zote, hata kabla ya huo wakati au hata kama huo wakati utafika sijakaa, lakini lazima tu nitasimama. Kwa nikaanza kuwa na matumaini, nikaanza kuwa naimba hata kama nimelala, nikarudisha tumaini jipya kwamba mimi ni mshindi, lazima nitakaa, lazima nitasimama. Matumaini yako alirudi baada ya father kukutia moyo. Labda tumfahamu ni father nani na alikuambia nini? Hayo maneno ambayo yakasema sasa napokea katika hali nyingine sasa tofauti na mtazamo wa mwanzo kwamba nimekata tamaa, lakini sasa nainuka upya kama Rufina na ninatumaini kwamba nitapona. Alikuambia nini father na ni nani? Anaitwa Father Matayo, yuko Dodoma kule. Father aliniambia kila kitu kina sababu. Hakuna kitu kinachotokea bila sababu. Mungu amenipitisha kwenye hili au ametupitisha kwenye hili aidha kutukumbusha kama kuna sehemu ulikuwa umejisahau, anakukumbusha kwamba rudi. Lakini hata kama nitalala, mimi siwezi nikabadilika kwamba nisiwe Rufina. Hata kama nitalala lazima nitabaki kuwa nani? Rufina. Kwa haijalishi napita wakati gani, nijipe matumaini kwamba huyu Mungu ninayemwamini nilikuwa naenda kumwimbia lazima afanye kitu. Nikasema kweli. Rufina ni mtu wa Kigoma, Rufina anaishi Dar es Salaam, Rufina ajali amepata Singida, Rufina ameenda kupatiwa matibabu Dodoma. Rufina alihudumiwa na nani Dodoma, mkoa wa ugenini kabisa katika hali ya dharura kwa wakati ule? Ni nani ambao walikuwa watu wa msaada kabisa kwako kwa muda ule?
Wiki mbili kabla sijasafiri, kulikuwa kuna kijana alinitumia message akaniambia kuna binti anakupenda, anaomba mawasiliano yako, ni wa Dodoma. Akaniambia hivyo, nikamwambia mpatie. Wiki mbili kabla ya kusafiri ya hiyo safari. Nikamwambia mpatie tu namba, akasema sawa. Akampa namba yule binti, anaitwa Lydia. Akampa namba, nilikuwa nawasiliana naye kawaida. Lakini yeye ndo alivyosikia tumepata ajali, kwa sababu pale hospitali sikuwa na ndugu, yeye ndo alikuja. Binti ambaye kwa kweli nilikuwa simfahamu, ndo nilikuwa nimemuona kwa mara ya kwanza, lakini alihangaika kama vile ni mtu ambaye anatufahamu wote, kwa sababu pale kuna wengine wahanga wenzangu walikuwa pia hawana ndugu, lakini alihangaika sana sana sana. Alilala hapo mpaka mamangu alivyofika, alinihudumia vizuri na alisafiri na sisi tulivyopata rufaa kuja huko. Alikuja mpaka Dar es Salaam. Lydia, popote unapotutazama tunakushukuru kwa kweli. Tunakushukuru kwa msaada wako. Umetimiza ile injili ambayo Bwana wetu Yesu Kristo atatuambia maneno siku ya hukumu kwamba yoyote mliowatendea kati ya wadogo wale mlinitendea mimi. Nalikuwa mgonjwa, mlikuja kunitazama. Nalikuwa kifungoni, mkaja kuniona na vitu kama hivyo. Lydia, tunakushukuru kwa msaada wa haraka ambao ulikuwa ukimpatia dada yetu Rufina na wagonjwa wengine ambao walipata ajali. Mungu akubariki na azidishe zaidi pale ambapo ulitoa kwa ajili ya watumishi wake hawa. Rufina, katika hii ajali umejifunza nini? Kwanza katika hii ajali nimejifunza, cha kwanza Mungu yupo. Cha pili, wanakwaya tusijidharau. Saa nyingine nilikuwa namwambia mama tusingekuwa wanakwaya, yani tungekuwa hatuendi kuinjilisha, labda ingekuwaje? Labda hali ingekuwa mbaya zaidi au watu wangepoteza maisha. Cha tatu, kila kitu unachokifanya ili mradi kiwe ni cha kanisani kina faida. Cha nne, saa nyingine watu tunaowaona ni wazuri kwenye maisha yetu wanaweza wakawa sio wazuri. Mimi nimesaidiwa na mtu ambaye nilikuwa sijamtegemea kabisa, lakini alifanya sehemu ya alichoweza ambaye sikumtegemea. Kwa hiyo nimejifunza vitu vingi sana. Kuna jambo nimejifunza hapa kwenye story yako Rufina. Wiki moja kabla hujapata ajali, unatafutwa na kijana. Anakuambia kuna binti anatamani mawasiliano na wewe, mwe mnawasiliana na nini. Binti unapokea positively, mnaanza kuwasiliana. Wiki moja baadaye unapata ajali. Na yule aliyekutafuta ndo anakuwa msaada. Sijui kama ulifikiria hili. Kwa kweli linakupa tafakari gani wewe? Kama nilivyosema kwamba kwa sasa hivi nimeshaamini kwamba kila kitu kinachotokea kwenye maisha yako kina sababu, na saa nyingine ni mipango ya Mungu. Mungu sikuti alipanga iwe hivyo. Nipate mtu wa kuwasiliana naye, nipate mtu wa kutusaidia, kwa sababu huyu dada alikuwa analia. Wakati mamangu amekuja, alikuwa ananihudumia, akimaliza kunihudumia akienda nje anapiga ukunga. Unamsikia kabisa huko nje analia, na anaanza kumuuliza mama, sasa mbona analia? Asilie. Ni kama yani amechukulia kama ndugu. Licha ya undugu, yeye alishuhudia maumivu yangu tangu mwanzo. Mimi watu walikuwa wakija kuniona napiga story na cheka kabisa, wakiondoka napiga ukunga wa hatari, maumivu makali. Na yeye tena akishaona watu wameondoka anaenda nje, anaenda kupiga ukunga wa hatari. Alikuwa anayaonja yale maumivu kama vile ni yeye. Kwa hiyo kila kitu kwenye maisha yetu kinatokea kwa sababu. Nilikata tamaa, lakini baadaye namshukuru Mungu. Nimemshukuru Mungu na nimeipokea hii hali. Mimi naamini Mungu haiwezi kudumu kwangu. Nitateseka kwa muda, lakini baadaye nitakaa vizuri. Pole sana Rufina. Rufina, wewe ni mwimbaji mzuri tu, ni soloisti hapa Tanzania, soloisti mkubwa. Tunakutambua kama soloisti mkubwa. Na maisha yako kwa asilimia kubwa ni uimbaji, si ndio? Sasa baada ya ajali, baada ya yale mahangaiko na masumbufu makubwa ambayo yametokea baada ya ajali, ni wimbo upi ulikuwa unasimama nao kama tafakari kwamba
Nikiimba wimbo kwa kweli unanitia moyo na matumaini na nguvu, naendelea kupata matumaini ya kwamba siku moja nitasimama tena. Wimbo nilikuwa nauimba karibu kila siku, hata nikiwa hospitali ya Benjamin nilimba. Kwa bahati nzuri kukawa na Wakatoliki wengine, walivyosikia naimba wakaimba pamoja na mimi. Rafiki yangu Bwana Yesu, tegemeo langu la milele, siku zote za maisha yangu, wewe nami tuungane. Rafiki yangu Bwana Yesu, tegemeo langu la milele, siku zote za maisha yangu, wewe nami tuungane. Bwana Yesu, katika shida zangu, kimbilio langu ni wewe, siku zote za maisha yangu, wewe nami tuungane. Rafiki yangu Bwana Yesu, tegemeo langu la milele, siku zote za maisha yangu, wewe nami tuungane. Huu ni wimbo ambao kwa kweli ulikuwa ukiimba unakutia moyo kwamba hata ukifa, maana rafiki siku zote za maisha yangu wewe nami tuungane. Na ulishapewa mpako mtakatifu wa wagonjwa. Kwanza nilipopewa mpako mtakatifu wa wagonjwa nikasema kwa hiyo ndio kisha habari yako. Kwa kweli niliogopa sana. Tumekuwa na mtazamo tofauti kwa kweli. Watu wengi wanafikiri kwamba mtu baada ya kupewa mpako mtakatifu wa wagonjwa yeye basi sasa ndio maisha ndio yameishia hapo. Kumbe hapana, ile tu ni sakramenti kama sakramenti zingine, si ndio jamani? Okay, sasa una wazazi ambao pengine uliwaaga kutoka hapa kuelekea safari. Mzazi anapata taarifa kwamba mtoto wake amepata ajali. Mapokeo wazazi walikuwaje? Kwanza yani babangu mpaka sasa hivi amekonda. Maskini ya Gaza. Mamangu ndo usiseme kabisa, kwa sababu mimi nilivyotolewa kwenye gari nilivyopata ajali, baadaye nilivyotulia kabla tujapata msaada niliomba simu yangu. Kwa bahati nzuri simu yangu ilikuwa haijapata shida yoyote. Nikampigia simu kakaangu, akapokea, nikamwambia tumepata ajali, lakini nikaona kama amepokea tu, usinitanie bwana, najua mmeshafika. Kwa sababu mmezoea kutaniana na kakaangu, mimi tunataniana sana. Nilivyoona hajalipokea vizuri nikaweka simu pembeni, nikaendelea kuugulia maumivu. Lakini kwenye hiyo ajali kulikuwa na watu wengine ambao wanafahamiana na wazazi wangu, naona ndo waliwapigia simu. Baadaye nikawa napigiwa simu sana na mama, ikabidi nipokee. Nilipopokea, cha kwanza tu nikamwambia mama, miguu yangu, mama nimevunjika miguu, sina miguu tena, miguu haitikisiki. Mama akachanganyikiwa. Mama akasema hapana, usiseme hivyo mwanangu, wewe una miguu hapo, ukipelekwa tu hapo hospitali unakaa vizuri. Kwa kuwa na imani, tulia, usiwe na wasiwasi, usilie. Akaniambia hivyo. Nikamwambia tu sawa. Baada ya hapo nadhani simu yangu ilizima, ikawa imechukuliwa na mtu mwingine, sikuwasiliana nao tena mpaka nimefika Benjamin. Lakini mamangu alisafiri. Kwa maelezo yake hiyo siku walikuwa kama wamechanganyikiwa, kwa sababu wakawa hawapati taarifa nzuri. Kila mtu anayempigia anamwambia tu anaendelea vizuri, ila amepewa rufaa, mpelekwa hospitali nyingine. Hapo unazidi kuchanganyikiwa, rufaa tena.
Changanyikiwa. Kwa maelezo ya mama, anasema alienda si mpaka Mbezi, si akakosa gari, si alikuwa amechanganyikiwa, akarudi, kabidi tena asubuhi akaenda tena Mbezi ndo akapata usafiri. Kwa mama alisafiri Ijumaa asubuhi kuja Benjamin. Rufina, safari yako ya uinjilishaji ambayo bahati mbaya iliingiwa na doa, tunaweza kusema ni msaada wa Mwenyezi Mungu mpaka uko hapa. Ilikuwa ni ajali mbaya ambayo tulisikia pengine ambayo ingeweza kuondoa maisha, lakini kwa msaada wa Mwenyezi Mungu wewe pamoja na wengine wote pamoja na kuumia, lakini mmekuwa salama, mpo na uhai. Tunaweza kuona kwamba ni Mungu anasaidia. Mungu anasaidia. Sasa kwa sababu Mungu anasaidia na wewe ni soloisti, tuimbe Tazama. Mungu ndiye anayenisaidia. Tazama, tazama. Tazama, tazama. Mungu ndiye anayenisaidia. Bwana ndiye anayeitegemeza nafsi yangu. Tazama, tazama. Mungu ndiye anayenisaidia. Bwana ndiye anayeitegemeza nafsi yangu. Kwa ukunjufu wa moyo nitakutolea dhabihu. Bwana, nitalishukuru jina lako, maana ni jema. Tazama, tazama. Mungu ndiye anayenisaidia. Bwana ndiye anayeitegemeza nafsi yangu. Tazama, tazama. Mungu ndiye anayenisaidia. Bwana ndiye anayeitegemeza nafsi yangu. Rufina, unataka shairi la pili? Okay, twende. Mungu, uyasikie maombi yangu, uyasikilize maneno ya kinywa changu, maneno ya kinywa changu. Tazama, tazama. Mungu ndiye anayenisaidia. Bwana ndiye anayeitegemeza nafsi yangu. Tazama, tazama. Mungu ndiye anayenisaidia. Bwana ndiye anayeitegemeza nafsi yangu. Pole sana Rufina, pole kwa yote, tunakupa pole wewe pamoja na wenzako wote ambao mlipata ajali ile, wana damu takatifu ya Yesu, parokia ya Yohane Mtume na Mwinjili pale Tegeta. Mungu aendelee kuwaponya majeruhi wote ukiwemo wewe. Tunaombea uponyaji wa haraka. Siku moja tumuone Rufina tena, yule Rufina mchangamfu, Rufina mwenye vibe yule. Mungu alinena naye Musa. Vijana wa NIT wamekumisi sana na wanatamani kuja sasa hivi hapo kwenye mitihani. Na imani wakipata nafasi baada ya kumaliza mtihani watakuja, lakini wameniagiza mimi nifikishe pole zao za dhati kabisa kufuatia ajali ambayo mlipata, na wanakuombea uponyaji. Mwenyezi Mungu aendelee kukuafu, uwe salama tena ili uinuke tena na uendelee kumtukuza Mwenyezi Mungu, kwani wanapenda sana kazi yako unayoifanya, wanapenda kile ambacho Mwenyezi Mungu amekujalia. Rufina, upo katika familia ya masoloisti wengi ambao mnaendelea kushirikiana.
sijui kama nitakuwa nawachonganisha lakini baada ya ajali sina shaka wengi wamekutafuta na wamekujulia hali na wameonyesha upendo wao. Namshukuru Mungu, wengi wamenitafuta na wengine walikuja kuniona hospitali. Kwa kweli Mungu ni mwema, umeonyesha upendo, ushirikiano, wananitafuta, wananipigia simu, unakuwa unajisikia vizuri. Wamenitafuta. Kwa hali ulionayo sasa, unajionaje kwa kipindi kijacho, kwamba unazidi kuimarika au hali bado ni tete? Nazidi kuimarika kila siku. Mwani nimeglow. Kamrembo. Kwa kweli Mungu ni mwema, nazidi kuimarika. Bado siwezi kutembea vizuri, kukaa muda mrefu, kuchuchumaa sio sana. Lakini pia ni kwa sababu nina mshono, sehemu ambayo sio nzuri. Lakini naendelea vizuri. Maumivu yapo, lakini mimi bwana, licha ya maumivu siwezi kuacha kutabasamu. Mtajua wenyewe. Mtabasamu. Mimi siwezi kuacha, nimeona ushindi katika kutabasamu, katika kuamini kwamba ngoja niwe na furaha. Licha ya ugonjwa, si unaona napendeza, sijadidimia, sijafanyaje, kwa sababu nimejipa tu matumaini kwamba nitakaa sawa. Kwa hiyo msiache kutabasamu hata katika hali ngumu. Rufina, upo katika kipindi cha kuumwa. Pengine kama kuna kitu ambacho unakihitaji sana katika kipindi hiki ambacho unatamani mashabiki zako au wale watu ambao wanapenda kazi zako pengine wakusupport kwa namna yoyote ile ambayo wanaweza, sio kwamba unawaomba ila tu kwa sababu ni marafiki zako na nini, wengi hawajapata nafasi ya kukufikia ulipo, lakini wanatamani kujua Rufina anaendeleaje, hali yake ipoje, na wengine wanajiuliza anahitaji nini, pengine hata sisi tuko huko mbali walau tumtumie hata kwa M-Pesa labda imethibitishwa, uone kwamba imethibitishwa imetoka kwa Peter Kisoki. Jamani, najisikia faraja. Sasa yupo mtazamaji ambaye ni shabiki wako anakutazama wakati huu, ambaye anatamani pengine akuwezeshe kwa kitu chochote kile ambacho wewe unakihitaji kwa wakati huu. Labda mahitaji yako msingi ni yapi katika wakati huu ambao unaumwa na unafikiri watu wakusaidie nini? Mahitaji yangu ya msingi kwa sasa hivi nakula vyakula maalum. Mtazamaji anakula vyakula maalum. Tuvisikize vyakula maalum ni vipi, alafu kama una chochote cha kumwezesha Rufina kwa vyakula maalum basi tunakukaribisha. Vyakula maalum. Nakula vyakula maalum, wipes natumia sana, lakini pia kila baada ya siku 2 lazima niende hospitali kwa ajili ya kufanya dressing na daktari kuniangalia kiuno, sijui mguu kinaendeleaje. Maendeleo ya kiuno. Maendeleo ya kiuno. Okay. Sasa mtazamaji, umesema vyakula maalum. Sasa unajua mtu anaweza asiwe na hela, asiwe na pesa, ila pengine kwenye friji yake kama kameramani alivyosema kwamba kwenye friji yake kuna kuku wa kienyeji. Labda mtu anaweza kwenye pesa anaweza asiwe labda na pesa, lakini ana kuku au ana kitu kingine ambacho pengine wewe ndo unakitumia. Labda tungejua hivi ni vyakula gani ambavyo madaktari wamekushauri kuvitumia ili mtu yeyote mwenye nacho basi aweze kukusaidia. Nakula mayai ya kienyeji. Nakula mayai, natakiwa nile kuku, natakiwa nile samaki na nyama za aina zote ili ziniimarishe mifupa. Ndo natakiwa nile hivyo. Ndo vyakula ninavyotumia sasa hivi mpaka baada ya wiki 6. Kwenye vinywaji hakuna shida. Kwenye vinywaji siruhusiwi kunywa soda na kutumia tu juice. Okay, mtazamaji wangu mpendwa, hivyo ni vyakula ambavyo dada Rufina ameshauriwa na madaktari kutumia kwa kipindi hiki. Pengine unaweza ukawa hauna pesa ya kumtumia, ila kwenye gala lako labda kuna mayai, kuna tray za mayai, kuna nyama, kuna samaki, basi kuonyesha ule upendo, hasa wale ambao mnaguswa na kazi zake za uinjilishaji kupitia usoloisti ambao anaufanya. Karibu tumuunge mkono, tumshike mkono, walau aonje ule upendo ambao sisi watazamaji tunafurahia kutoka kwake, kile ambacho Mwenyezi Mungu amemjalia na anakifanya, nasi tunapata tafakari kubwa ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Kwa kama una chochote cha kumsaidia, kama una pesa tutashukuru, lakini kama una hivyo vitu pia tutashukuru pia. Labda tu Rufina tumtajie mtazamaji namba ya simu ambayo inapokea muamala na iko hewani, ili labda kama kuna mtu anaweza kukusupport
akusapoti kupitia namba hiyo, na kama anataka kupata mawasiliano, kukupata wewe, kukujulia hali, na atumie fursa hiyo. Namba yangu ni 0757498549. 0757498549. Ni namba ya mawasiliano na muamala pia. Jina linakuja na ni namba ya mawasiliano na muamala pia. Jina linakuja Rufina ya Gaza. Haya jamani, namba hiyo hapo, mtazamaji wangu mpendwa, karibuni tumsapoti dada. Amepitia wakati mgumu sana ambao wengi wetu pengine tulikuwa hatujapata nafasi, sio kwa kupenda, kwa ajili labda majukumu ya hapa na pale hatujaweza kumfikia wala kumjulia hali, lakini kwa namba hiyo basi unaweza kumtafuta ukamjulia hali, na pengine kama una chochote cha kumchangia ili walau aendelee kupata mahitaji hayo msingi ambayo madaktari wamemshauri, unaweza ukatumia fursa hiyo na namba hiyo mkawasiliana na ukaona namna gani unaweza kumfikishia ili aweze kujisikia faraja na kuonja upendo mkubwa uliopo kati yetu kwake kupitia utume ambao anaufanya. Rufina, tunapoelekea mwishoni, hebu nitafutie kawimbo kazuri kengine kazuri ambako nakapenda, kazuri ambako mtazamaji atakafurahia. Kazuri katafakari, tumwambie mtazamaji wetu walau tuwailishe kwa kipindi kwa namna hiyo. Sawa. Mwanangu, ukija kumtumikia Bwana, weka tayari roho yako kwa kujaribiwa. Nitakushukuru katika kusanyiko kubwa, nitakusifu kati ya watu wengi. Nitakushukuru katika kusanyiko kubwa, nitakushukuru katika kusanyiko kubwa, nitakusifu kati ya watu wengi. Nitakushukuru katika kusanyiko kubwa. Milima na mabonde nitapita, Bwana usiniache. Fadhili zako kwangu ni nyingi sana. Milima na mabonde nitapita, Bwana usiniache. Fadhili zako kwangu ni nyingi sana. Ni neno jema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lake, na kuliimbia jina lake uliye juu, kuzitangaza rehema zako asubuhi, na uaminifu wako wakati wa usiku. Rufina, hali yako ya kutembea kwa sasa ipoje? Walau unaendelea vizuri? Naendelea vizuri. Mwanzo nilikuwa natembea natumia magongo, lakini nilikuwa nainama. Sasa hivi natembea magongo lakini at least vizuri kwa madaha. Tembea kidogo. Haya jamani, mgonjwa wetu anaendelea vizuri. Zamani alikuwa hatembei kabisa. Alikuwa analala tu, maskini, pole. Okay, sasa wapo watu ambao wamekusaidia kwa namna ya pekee tangu umepata ajali mpaka sasa hivi ambapo tunakuona unaendelea vema kabisa. Kwa namna ya pekee, hebu wape shukrani, na kama kuna watu wa kuwataja, wataje hapa walau
waweze kutambua mchango wao mkubwa katika safari yako ya matibabu hii? Kwanza nawashukuru wazazi wangu, kwa kweli wazazi ni wazazi tu. Nawashukuru sana wazazi wangu, naishukuru familia yangu, namshukuru shosti yangu Lydia, rafiki yangu, ndugu yangu, yani Mungu ambariki sana. Lakini pia nawashukuru madaktari wa Kitengule, manesi. Kwa kweli daktari aliyenifanyia upasuaji, ngoja tu nimtaje, anaitwa Dr. Nasari. Ni daktari mzuri sana sana sana. Manesi wa hospitali ya Kitengule walinihudumia vizuri. Hali yangu haikuwa nzuri sana nilivyofika hapo baada ya kupata rufaa, lakini wamepambana mpaka sasa hivi naendelea vizuri. Mungu awabariki sana, na washukuru ndugu, jamaa na marafiki waliokuwa wanapiga simu, wanatuma kitu chochote kwa ajili ya kusupport matibabu. Matibabu yangu yalikuwa na gharama kubwa, lakini kuna marafiki walijigroup wakaunda magroup kwa ajili ya michango. Imetusaidia sana. Mungu awabariki sana. Mlipotoa pasipungukiwe hata mara moja. Muendelee kuwa na moyo huo. Pokeeni shukrani za dhati kutoka kwake dada Rufina, nyinyi nyote ambao mmekuwa sehemu ya faraja na kusababisha kufikia katika hii hali ambayo yuko nayo sasa. Hakuwa hivi kwa kweli, alikuwa ni mtu ambaye analala kitandani, lakini kwa maombi yenu, kwa misaada yenu, kwa michango yenu, amekuwa kama alivyo sasa. Walau sasa hivi anaweza kutembea kutoka sehemu moja kwenda nyingine kwa kujikongoja na magongo, ila maendeleo yake yamekuwa ni mazuri sana. Asanteni nyote kwa namna ya pekee. Lydia, kwa kweli mimi nitakutafuta kwa kweli. Umefanya kazi nzuri, nimeguswa na upendo wako mkubwa ambao umeonyesha. Si ni upendo? Utamtafuta lakini kwa ruhusa yangu. Asante sana Lydia, asante sana. Mungu akubariki sana. Tukitoka hapa kwenye kipindi umpigie Lydia, sawa? Lydia, Mungu awabariki sana wote. Mimi nawapenda sana sana. Asanteni kwa upendo. Yaani nimepata upendo ambao sikutarajia kwa watu wote. Mungu awabariki sana. Nawapenda. Nikipona tu hapo tunaenda kutoa hit song. Unakumbuka kale kanani katiwa yeye Mungu alinena, twende. Mungu alinena naye Musa hicho kiatu. Mungu alinena naye Musa hicho kiatu. Kiatu cha umbea, kiatu cha uzinzi, kiatu cha ulevi, kiatu cha nyumba ndogo. Kivue. Bye mtazamaji, mpaka wakati mwingine, bye. Asante sana dada Rufina Yagaza. Huyu ni Rufina Yagaza, soloisti na mwimbaji wa kwaya Katoliki nchini Tanzania. Dada ambaye wiki kadhaa zilizopita alipata ajali ya gari huko Manyoni, ambako walikuwa wanaelekea katika safari ya uinjilishaji, na alikuwa ni miongoni mwa watu 8 ambao waliumia zaidi katika safari hili. Lakini Mungu ni mwema, mpaka leo maendeleo yake ni mazuri, anaendelea vizuri. Mungu anaendelea kumuimarisha. Inawezekana ni kwa sababu ya yeye kumtumikia Mwenyezi Mungu kupitia karama au talanta ambayo amemjalia. Basi tuendelee kumuombea ili aendelee kuimarika zaidi. Wale ambao tunapenda kazi zake, basi Mungu aendelee kumuimarisha ili tuendelee kuzifaidi kazi hizo na vipaji ambavyo Mwenyezi Mungu amemjalia, ili tuweze kutafakari neno la Mungu, tuweze kuishi vema katika tafakari njema, ili baada ya maisha ya hapa duniani sisi sote tuweze kuijongea altari ya Bwana huko mbinguni, tukaimbe na kufurahi na malaika zake milele yote. Nilikuwa pamoja naye hapa parokia ya Ununiu, Jimbo Katoliki la Bagamoyo. Niseme asante kwa kufuatilia mahojiano haya na kutakia wakati mwema, na Mwenyezi Mungu akubariki sana. Mimi ni Peter Kisoki, mwakilishi wa Jugo Media, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Amani iwe pamoja nawe. Bye bye.